Walimu wesi, habari yenu? Siku hizi mambo imeanza kuwa magumu. Lakini poleni sana. Leo tumechelewa dakika takriban 26. Nusu saa. Mambo ni mengi, poleni sana. I think we can do better and we should do better. Next time tutafanya better. Another Thursday, another visitor of course. Kawaida na mambo ya sport, hapa tuongee kitu kingine. Na mkisema sisi tunatafuta tunaleta. Mwanasema tunatafuta tunaleta. Leo tuko na mgeni hapa. Kama mwangalia posters, I think kwa sasa mnajua ni nani. So, ameleta story yake. Sitaki kumuintroduce. Nataka yeye mwenyewe ajiintroduce. Buni. Yes. Nasemaje coach? Fresh. Mnapotelea ba. Mimi huyu. Tabu tukue class huko ni 2016. 2016 ama 17. 17 na ndio na Fred Serenge Kaproba na anatugombanisha mbaya. Patia story yake hapo. Ya Bishop Jenga. Bishop Jenga alikuwa mchezaji Tuskers BFC mambo mingi. Si. Uko fresh? Hebu ambia mtazamaji wewe ni nani bana? Hebu ama Boniface ni nani? Kwa majina ni Boniface Mnoko. Boniface Mnoko ni mzazi, ni coach wa mpira and is a passionate sportsman. Pia ni CEO wa Imanga Youth Sports Club. Na above all ni mcha Mungu. Hiyo Mungu lazima uweke ndio? Hiyo lazima. Mambo ya God. Mambo ya God. Sikia sana chea bracha kusema mambo ya God kila saa. Mambo ya God. Hebu kwa hiyo umesema wewe coach wa mpira. Hebu tuambie kwa hii mpira ilikupata aje? Ama ulipatikanaje kwa mpira? Tuko pale chini. The very first thing background yangu ya football, nimezaliwa kwa family ya football. Wazazi wangu so walikuwa wakiishi Uganda bado. Unajua wazazi wangu, babu yangu alikuwa anakaa Uganda kule. Na wao mpiga hapo Kisbadi Uganda. Nusu Kenya, nusu Uganda. So my real dad hakucheza ball. Hata hakutaka sana tucheze ball, but the uncles, ndugu zake walitaka tucheze mpira na walikuwa wachezaji. My uncle, kuna uncle wangu mmoja kwa jina Sellers Msungu ambaye ni mdogo wa babangu. Alicheza hadi akacheza hiyo Uganda Cranes. Before hiyo mambo na Ugandanization ya Idi Amin, ile ya kurudisha wa Kenya kwao. Hiyo babu yangu alikuwa na shamba kule Kamuli. Hata aliacha hiyo shamba huko. Aliacha tu? Ilikuwa unaacha. Utauza saa ngapi? Unaacha unarudi kwenu. Sasa wale wanachukua hiyo mali. Ile kitu yote umeacha huko. Umesema Idi Amin alifanya nini? Ugandanization. Kulikuwa na hiyo anafukuza foreigners. Sasa Uganda ibaki ya Waganda. So Wakenya akapata umekwama na hani. Si wanakutupa huko, wanakuweka kwa tipa, sijui wanakutupa. Hiyo story ni ukweli. Ilikuwa ukweli. Umezaliwa hiyo saa? Ulikuwa hiyo time? Nilikuwa sijazaliwa. Ilikuwa kitambo sana. Juu wakati huo ndio mzee akawa anatoka huko akakuja hapa akaingia Mias Sugar. Mzee akaanza kufanya kazi Mias Sugar 1973. So ni kitambo, mimi nimezaliwa maite za. Lakini wazazi wangu wamecheza ball, uncles wangu wamecheza ball huko. Ndugu yangu mkubwa first born ambaye aliaga dunia, Ken Mnoko, wengi huko wanamjua. Alikuwa Mias Sugar hapo pia. Hakuchezea Mias Sugar FC but departmental games hapo alicheza sana. Walitaka kumsign lakini hakutaka. Musko alitaka. Alikuwa striker mzuri sana. Kule Butere wapi walikuwa wanamfahamu Ken Mnoko ya. So hiyo ndio ball iko kwa damu. Okay, so from environment wewe ukajipata. Nikajipata napenda ball. Na ball mimi kucheza nikacheza high school. Nilikuwa hapa St Peters. Mimi unajua nilikuwa keeper. So wakati height inakubali. Nilikuwa keeper. Nikijoin hata St hapa. Primary nilikuwa keeper mzuri. Nikijoin hapa St na wrist ikatokana. Nilijaribu nilikuwa mdogo, unajua siku secondary school ziko na watu wakubwa. Okay, na wewe sasa mdogo kimiaka ama sasa mwili na miaka pia unajua nyuma hapo unajua mtu alikuwa akitoka seko akiingia hata premier anacheza tu direct juu mwili mbaya. Na sisi tulimjua sisi watu sema haraka hiyo mwili ilikuwa baada iko. So height ulikuwa height ilikuwa sawa lakini ile muscle ile physique ilikuwa
So kuna time kwa zoezi coach alikuwa Mr. Otete. One of the guys alikuwa anacheza Mayoni Rangers, sikumbuki jina yake. Alituma kitu. Sasa mimi nimejua form 1 nataka kuprove. Nikaeka mkono katoka. St. Mary's. Sasa hapo ndio ilikuwa mwisho wangu wa kushika ball. Ukatoka goal. Si unajua matibabu kutoka sasa ilikuwa nikikaa kidogo nikijaribu kushika kuinua kitu mzito nasikia uchungu. Okay. But pia nilikuwa nacheza ndani. So sikukaa St. Peters hadi mwisho, nikatoka nikaenda nikamalizia Msanda. So Msanda huko ndio baada ya shule nilikuwa school team. I think we had the best team kwa history ya Msanda. Sasa kutoka post unacheza wapi? Nacheza sasa wing 7. Wing ama 10, 7 10. So baada ya kurepresent shule hadi provincial hiyo wakati ilikuwa ni provincial. Mount Elgon huko hiyo miaka we really performed under coach Mbosa, Latan Mbosa na Steven. Ilikuwa anaitwa Steven Makoha ama nani? Tulikuwa tunamuita Fabish. Msanda wameenda provincial. Tulienda provincial, tulipiga finally, tulipiga Butere Boys ikiwa na huyo Prince wao alikuwa anaitwa nani? Odera. Tulipiga hapo kwa uwanja St. Peters hapo. Tuliwapiga hapo St. Peters finali. Nafikiri tulikuwa tumepiga Muslim. Finali tukapiga Butere Boys. Butere Boys ilikuwa na watu wazuri hiyo wakati. So tukaenda provincial. Ilikuwa hosted pale Cheptais. I think Cheptais Kapsokoni hapo. Mount Elgon huko ya. So huko naye tukapigwa. Tukapatana na watu wanajua mpira bana. Kulikuwa na shule inaitwa Sirakalu. Akina Stuma. Ama hiyo time wametoka. Hata sijui kama. Sasa ilikuwa na watu mili Premier League. Kila mtu mili ya Premier. Sisi naye ni wadogo, tumetoka Msanda, vienyeji tu. Kwanza game ya kwanza tucheza na Msingu akina Mhanju akikuwa hapo technical bench. Msingu dakika 10 washatupiga 3-0. Hiyo ni stage fright ni. Stage fright pia mara kwanza. Na pia Msingu alikuwa wazuri. Msingu alikuwa wazuri hiyo wakati. Msingu catch zilikuwa shule mbili nzuri sana. Msingu ilikuwa better. Ilikuwa 2000. 2000. 2000 ni akina Ayusha ama Ayunda wajaingia hapo Msingu. Ayunda alikuwa Msingu wakati kweli hapana. Bado. Sifikiri kama alikuwa. Hiyo 2000 mtu huko alikuwa hapo Msingu alikuwa nani sikumbuki. But ilikuwa na team poa. I think Msingu ndio ilichukua ilibeba hiyo nini ya Western Province. Ilipiga catch finali. Nakumbuka. Makoma pena. Juu catch ilikuwa penalty sana watu wawili. Juu catch ilikuwa imetoa Sirakalu. So tulikuwa na Msingu na Sirak full moja. Sirak tupiga 2-0, Msingu tupiga 3-0. Alafu tukatoka draw na hiyo shule hapo Cheptais. Mkatoka na point at least. Tukatoka na point. In fact tulitoka draw na Cheptais, tukatoka draw na shule ya Busia ile Mundika. Mundika. Sio huko. So mambo yangu ya mpira shule ilishia hapo. After high school ukasana. After high school sikutaka kucheza ball sana. Juu nilikuwa na struggle na joints. Sasa zoezi mzito ilikuwa inanisumbua. Okay. So nikaenda Uganda, nikakukaa na wajomba. Target ilikuwa kuingia A-level shule. So kufika huko nikapata Wakenya wako huko wengi sana. Na wako kwa hizi mashule juu ya ball tu. Wengi. So mimi pia nikaenda mahali shule fulani hapo ilikuwa inaitwa Tororo Community College. Wakati wanapiga zoezi nikafanya mambo yangu wakanikubali. So hapo wakati nacheza in fact nilienda ilikuwa 204 hapo tu. Wakati hawa kina nani wanakuja. Kulikuwa na timu hapa inajiita Game Boys FC. So wakati niko hapo niko shule naona wakina Bura Shikanda, kina Lois Mangi wamekuja huko. Wamejoin. Kuna timu hapo sasa imepanda ligi ilikuwa inaitwa Super League. Sasa ni kama premier ya huko sasa. Hapo Tororo hapo. So tukaanza kukaa nao kidogo. Mimi niko tu shule huko shughuli yangu jioni nakuja napiga nao story. Walitaka sana kuchukua jamaa wawili. Mangi na Bura. Wabaki huko kwa City. Hiyo ndio Rockstar. Unajua tulikuwa na Bura hapa tupige story Rockstar. Rockstar sasa ilikuwa
ilikuwa timu ingine hapo lakini hiyo ilikuwa haiko nini Game Boys sasa ndio ilienda ligi. Rockstar haikwenda ligi. Sasa hao bora walikuwa walijoin hiyo Game Boys FC. Hata walitoka huko kama season haijaisha. I think mshande ilikuwa kidogo. Okay. Sasa sisi wanafunzi wa hizi shule ndio tulimaliza ligi kwa ile team. Kwa hiyo team. So after hao wametoka wakachukua nyinyi. Ilibidi sasa wakuje kwa mashule kuchukua. So wewe umepiga top tier Uganda? Nimepiga top tier. Nusu ya season mzima nimepiga. Ni hiyo season tu peke yake. Wakakuwa relegated. Sasa wako relegated nikaenda Mbale Heroes. Heroes nayo wameshuka. Pia wameshuka. Sasa hiyo division ya pili ndio nikacheza season mzima. Sasa kwenda huko na umejua nimezoea do tena sasa. Juu huku niko home nasaidia mjomba wax. Na napata ka kitu na kazi yangu ya uchoraji umejua nilianza nikiwa mdogo. Okay. Alafu pale Tororo nilifika kapata kazi mingi wanapiga stencil work. Na mimi ni mzuri kwa freehand. Sasa nikakuwa na market sana ya freehand. Sasa kutoka Tororo kwenda Mbale nikaona siingizi do ile pesa juu unapata allowance unapewa 1300 jioni. Na hiyo ni 100 ya Kenya. Unaona sasa naona ni kama najiwaste. So baada ya hiyo season 2 nikarudi Tororo kucheza sasa hizi ligi ya chini na kuna timu ilikuwa inajiita Spitfire. Nikacheza nao karibu season 3 nikifanya tu mambo yangu. Sasa ilikuwa rahisi kucheza hapo juu sasa napiga shughuli yangu. Alafu jioni nakuja zoezi. Hata siku ya game kama niko busy naweza kuja hata kama game imeanza utaniweka line up ni mimi nicheze. Lakini at least nitafute kwanza mchuzi. Mchuzi. Juu sasa ball pale ilikuwa haina pesa. Pale ilikuwa haina pesa. Wanapenda ball ndio lakini do yao umejua kipewa ukipiga hesabu na huko unapata unajifinya sana. So nikacheza kidogo but kuna wakati nilikuwa kwa hizo shughuli za kusaidia mjomba wangu nilikuwa natoka northern kule kuleta mzigo fulani. So tukapata accident tukirudi kwa lori. Sasa ikanitoa magoti zote. So sikuumia magoti kwa ball. Niliumia nilipiga hizo magoti kwa dashboard. Zote mbili. Sasa hapo ni kwa machela. Sasa baada ya hapo treatment ikakuwa ya kienyeji. Hizo hospitali zetu hizo. So kucheza ball ikakuwa ngumu. Nacheza kidogo magoti. Hata baada ya kurudi huku wakati nimekuwa Nairobi nimengangana kucheza na hizi ligi za Nairobi na timu ya Zion hapo Kangemi. Niko poa lakini siwezi piga sana. Kipiga half mbili asubuhi siamki magoti. So hiyo ilinikatia hivyo. So hiyo accident imekata career yako? Accident sio injury hata nilipata kwa uwanja. Tuliamka na gari tukitoka mali inaitwa Soroti. Kama tunakaribia sasa mteremko kuingia Mbale town. Tuka overturn na lori. Sasa ikaumiza magoti. Ndio nakatiza shughuli. Poleni bana. So wewe kitu nimelani umecheza top tier lakini Uganda. Na sikucheza sana. Ukacheza unasema half a season. Half a season. So from it top tier half a season at time unatoka kwa ball completely. Around how many years? Around 6 years. It was 6 years. 6 years. Na I think career inafaa kulast kitu kama around 10. Around 10. So ukicheza hii competitive league nakumbuka nimecheza na wewe hapa. Hiyo time nilikuwa najaribu kucheza kabla ni gundue siwezi cheza. Kwa time nimekuja hapo Bumia na timu ya ni hapa St Mary's Hospital. Ulikuwa hapo Mchikoni bana. Alafu nilikuwa na mark Yuri. Sijaichoka hivyo. Yuri mbio. Yuri mbio na mlikuwa mnaziamsha tu hapo nyuma. Hiyo time unacheza midfield. So kuna time ulitoka kwa offensive kaingia ndani. Wakati nimeenda UG nilisema mimi nacheza flank striking. So baada ya kucheza zoezi coaches akaniambia wewe vile una handle ball wakati wa hizi drills small sided akaniambia alinirudisha nyuma kwanza defense kwa ball
So hiyo ligi hata nikicheza hapo Game Boys kucheza nyuma, lakini nikicheza Heroes nilicheza nyuma na nacheza saa nyingine 6-5. So yani ile utaratibu wangu kutulia kwa vision so coaches akaniambia rudi. Yeah. Mzee na wewe unajua ni yako ilikuwa imekubali wewe umecheza top tier. Wewe ungeenda hata nje bana. Kwa wazungu huko na body. Kama hiyo time watu walikuwa wakubwa. Hiyo saa hii lakini pia mimi unajua nikiwa UG nilikuja sasa nikagrow. Kukula unajua pia kukula mzuri. Ndizi njugu mwili. Na nini by the way unajua kitu ni off script kidogo lakini ni nini inafanya Waganda wanakuwa na mili kubwa? Unajua nasikianga ati ni wazee. But wako na mili kubwa tu ni kuja wanakula poa. Raised kutoka chini ukiwa mmoja mwili ikikubali kutoka chini. Ukipanda kama unakula mzuri hiyo mwili na sisi hatukuli poa. Alafu sisi unajua tuko selective sana kwa foods. Kuna zile sisi tukienda kwa shamba tunatoa kama weeds. Na ni food poa sana. Mingi. So ni diet. Ni diet. Wewe unapika lunch ugali kwa sukuma, sembe kwa sukuma. Muganda hawezi kula sembe kwa sukuma lunch. Hata nikikuona ulikula sembe kwa sukuma uko najua wewe ni Mkenya. Wanakula ile hata kama atakula sukuma ama anaweke na hiyo ugali lazima kuna kitu kama viazi ama kitu kama nduma iko hapo kando, unaona anachanganya hizo vitu. Sasa hiyo ndio meal, complete meal kwao. Na hata kuwekea na kitu kama juice hizo matunda ziko. Kwa maduka tu utaenda utunue matunda hata kama ya shilingi 10. Iko sio soda, matunda so sisi tunakunywa soda. Yeah. So hii difference tu ni diet. Ni diet. Sio wewe atimili. Sisi wewe jamaa hizi umeona kupigana kwangu wazee. Okay, kuna cheating kidogo najua. Hata huku Kenya kuna cheating. Iko. Lakini hata sisi wale watu tuna cheat Kenya bado ni mili ndogo. Unaona? Cheating iko kidogo but generally feeding yao ni nzuri. Mili yao ni mzuri juu ya kukula. Wewe umeona picha za wachezaji wetu wa kitambo. Wale wakina Masiga walikuwa wakubwa. Hata nilikuwa naongea na huyo coach Ombo Ispat kaniambia kitambo watu. Wakubwa lakini kuna watu wanamshinda. Hata wakina Uchura wakitoka hapa St Peters wa kuja Mia Sugar. Walikuwa Uchura ni mkubwa anashinda wale watu wazee wenye walikuwa kwa timu kutoka kitambo. Na ni kijana mdogo ametoka shule. Does it mean feeding habits zili change? Kuna mahali tupa kidogo upande wa so hizi masoda hizi huko Uganda soda zipo, lakini sasa utakunywa starehe kwa baa huko ndio utakunywa soda. Lakini sana Waganda wanakunywa matunda. Fresh soda wanakunywa matunda. So you know the difference here. Alafu kama ni nyama ni kila aina ya nyama. Kuna bucha utaenda upate nyama ya sungura, utaenda upate nyama ya bata kwa bucha, utaenda upate nyama ya hii bata mzinga ziko. Wewe ukienda bucha unaenda tu kununua beef au matumbo. Huko huwezi enda ulize matumbo. Hizo vitu vinachanganyiwa. Okay. Sasa hapo ndo wanatushindia. Hapo ndio mimi naona. Hata wewe ukienda UG kae tu miezi 3 ukirudi hapa utakuwa hivi. Utakuwa mbadilika kidogo. Sawa, okay. Nilikuwa nataka wewe ukigrow umesema kuna familia ili influence pengine football life yako ama jadi. Hiyo time pia una grow. Pengine wachezaji ulikuwa unaona, pengine unatamani, pengine kupiga kama hao ball ama kitu kama hiyo. Au mtu unaona unasema huyu anacheza poa nataka kucheza kama huyu. Unajua hapo lakini ukikuwa hizi hapa chini klasi za chini watu wanaipiga. Estate hapo ilikuwa inapigwa mpira kila wakati. Wachezaji unaishi nao hapo una interact nao. Una t-shirt yako umeandika Nicky Hama ama Silvanus Bulinda. So huwezi kosa kuwa mchezaji. Lazima utakuwa mchezaji. Sasa wewe hii Mia Sugar ama wewe ukigrow wewe player mgani amekufurahisha sana? Hapo Mia Sugar. Ama hiyo tu generally locally ulikuwa unafurahia mchezaji mgani alikuwa anakufurahisha sana ama alikuwa anakuinspire most? Mimi nilikuwa inspired sana na nikigrow up na Moses Okoth hapo Mia Sugar. Why? Kwa sababu yeye alikuwa na mwili kama yangu. Na Moses Okoth pia ni kijana alikuwa wa estate hapo. Okay. Na tulikuwa tunamuita Okoth Miwa.
Both me hakukuwa mchezaji mzuri sana, unaona wale watu grow tu kicheza yuko tu lakini baadaye akakuwa captain pale Mia Sugar. Kuna story hapo, hata kuna jamaa anaitwa Keep hapo amecheza Mia Sugar pia. Sisi tukicheza hizi ball marisubo sasa ingine tulikuwa tunamweka nje, ujui ball lakini ameshika defense Mia Sugar, akacheza tu poa hadi akavamba. Kwa history unajua history inanifurahisha sana. Ulichukua lesson yote by the way kutoka hapo kwa jamaa, unajua tuko development side huyu jamaa anakaa nje lakini vile amekuja amecheza. I learned a lot kutoka kwa jamaa wawili yenye mimi inspire na wale watoto mimi na train na nimeona na macho yangu. Kuna kijana yule ambaye unafikiri akitoka chini unaona kuna ability zote, lakini wakati wana grow na yule mwenye amekuwa chini anakuja ana overtake. Hata huyu ndugu yangu Jack akikuwa chini hapo acheza ball, hata secondary hajacheza ball. Jack hajacheza ball seko wapi? Uliona Bukai imekuja huku Jack kwa timu. Mimi nimemuona kama maliza hapo karibu ni msaidi sasa. So football hivyo, hii football ya Africa ni hivyo. Hapa ndio tunakuja na hizo techniques za kizungu, tunasema golden age ni 14 years. Kama uweze fanya 14 years kwa Afrika hapa, hapana, ni tofauti kidogo. Tulan zile vitu za nje, lakini pia tukumbuke we are Africans, mili zetu ni tofauti. Inaweza kuwa pia juu ya diet. Inaweza kuwa juu ya diet. Tumejua kule like Messi. Hata mimi nikitoka hapa nikienda Msanda, watu walifanya nikachezea Msanda ni walimu wa wengine. Coach hakutaka mimi nicheze ball Msanda. Aliniangalia labda posture na mwili akaona huyu hapana. Sasa wakati nilifika interclasses ndio akajua huyu ni mchezaji, so ilibidi aniweke squad. So kuna watu kama hao. Okay, so I think unajua story nayo imekuwa mzuri na sana nayo pia siku hizi kama inakimbiaga mara mbaya sasa tukibizana mbaya sana. Transition from coach from playing to coaching, ufanye nini? Unajua mimi nikicheza ball hata nikiwa mdogo, nikikuwa tu bado secondary school nilikuwa na coach. Nikirudi pale home ile shule ya pale primary nilikuwa na wa coach. Mimi nilianza kuwa captain wa hiyo timu ya Imanga kama niko mdogo. Why? Kwa sababu ya ile commitment nilikuwa nayo sana kwa football. So nilikuwa mtu hata nikicheza ball napenda sana kuinstruct, kukumbusha watu about position. So ilikuwa tu ndani yangu tangu udogo. So nilianza kucoach, nacheza ball but na coach vijana wadogo hapo. So nimeanza mapema. Si ati nimecheza ball ndio passion ya coaching kakuja, hapana. Nilianza tu niko high school. In fact form 1 bado niko hapa St Peters. Nikienda huko na coach shule ya huko primary. Ndio niko mdogo na instructor. Unajua hiyo siku hiyo wakati watu walikuwa primary wakubwa. Lakini sisi juu tumesomea nje labda tulikuwa tunasoma haraka. Na hii passion za coach inatoka wapi? Mapema hivyo mzee. Na hiyo time unajua unafoko kwa uwanja. Ilikuja tu. Ulijipata tu kwa uwanja na hata tunijipata. Alafu ile ukikaa sana una watch ball. Unataka ukienda labda tulikuwa tu pale estate tukienda pale sports complex, kwa hiyo conference hall kulikuwa kumekuwa TV tunaona hizi league. Mimi nilikuwa fan wa Man U. Ulipotea njia wapi? Kwa wakati wa DTO kuna Andy Cole. Ukapotelea njia wapi? Wakati nilisikia Nwanko Kanu yuko Arsenal. Alafu Wenger nikaenda kuona game ya Arsenal tu siku moja. Unapangwa mzee. Nikasema ni naona vitu gani huko. So nilikuwa natamani hiyo ball inachezwa naona kwa TV ndio tucheze pale home. So nikikuja nikiona watu wanapura tutulie tufanye fresh. So ikani inspire kwanza coaching. So ni from television. Na unaona ilikuwa inspiration. Kwanza unasema ni Wenger, umeona ball ya Wenger unafurahia. Alikuwa anapenda hizo vitu. Lakini hashindi kitu. Umeenda Daro? Daro nimeenda. Ndio sijaenda sana but of course nilianza hiyo CAFD. Nimeenda hizo refresher courses kadhaa.
I'm hoping this year nifanye KFC. Na ngoja tu itokelezee nifanye. Ndio najua sitaki, sina hiyo nini ya kuenda sana. Sijui my UEFA Pro manini. Nataka at least nikuwa na KFC imenitosha kwa handle watu hapo. Yeah. Okay. Sawa coach. Sijui I think tutapose kidogo. Unajua kuna watu wanaweza kuwa kwa mtandao wakiuliza maswali na sisi tumekaa hapa tu tunaenda tu nywe. Hebu tuchungulie huko tuone kama kuna kitu kama iko. Jamal Rashili, super defender, the coach himself. Wewe jamaa na zako na Ebola hapo St Mary's. Kwa center back. Jamal, yeah. Na alikuwa na ndugu yake Jido, alikuwa anajua mpira sana. Hey, Celestine Mutai Lokta, asante sana Celestine. Davis Reborn, Gotea Boni. Tumepiga tournaments na huyu mwanaume sana. Sawa Davis Reborn. Ulikuwa na maswali mingi coach akawapa atazijibu. Ziweke tu hapo. Magi Mind. Sijui ni wa nani. Lakini si Mind. Huyo ni kipa wangu wa girls. Okay. Anasema ako locked. Magi hapo ndani. Sawa. Shukrani sana Magi kwa kuwa locked. So coach I think tumaza segment ya kwanza. Nataka tuingie segment ya pili na initially mimi nikikujua think time nimekuja Bulanda around 2015 hapo. Ulikuwa kwa Imanga. Imanga ni Imanga FC ndio? I think mlikuwa mmelea watu wengi sana. Nakumbuka kuna kijana alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anamuita Kaimanga. Na vijana wenu wamecheza sana hapo nilikuwa Bulanda. Nilikuwa nimeivisha timu hapo. Kama bado niko na nguvu. Siku hizi nguvu iliisha. But along the way mkakuwa na split. Na nataka kujua ulikuwa unacheza role gani hapo Imanga? Kulikuwa na wewe, kulikuwa na Charles, ndio? Imanga I think mimi nilikuwa coach Imanga baadaye kwa sababu wakati tulitoka wakati tuenda nje tukirudi timu ilikuwa imeachiwa jamaa alikufa I think last year anaitwa Zablon. Alikuwa na manage kama TM na pia ni coach. But wakati tulirudi kulikuwa na mtu alianzia Imanga Youth, the late unaelewa? But anaelewa mimi ni assistant coach. So Chris aliniambia kando tu mnacheza ligi ya mwezi stop, but kama unataka kusaidia watu wa hii community anza ku raise vijana wadogo. Hapa hii age mtu kama huyo Yuri Tom uwezo wa train ku control ball. Tom Papasa. Unaona so aliniambia kando na akaniambia so unaona mimi nime raise talent sana Kenya, lakini na mimi ni mzaliwa Imanga. Unajua Chris ni wa Imanga. Chris Makoha. Mimi nilikuwa nasikia tu mpo huko. In fact one of dada yake mkubwa ameoleka kwa my uncle hapo. So yeye pia nilikuwa namuita tu uncle. Aliniambia hivyo na akaniambia saa zingine ni ngumu kusaidia watu wako. Hivyo ndo anasema. Ndio nilimuuliza na hii muda yote sisi nje hatuna talent huko ama uja. Kwa watu tumepeleka KPL hakuna mtu ametoka huko home. Kaniambia saa zingine ni ngumu na pia kubaliki. Na akanitajia clan sasa. Kama mwima banje yani mwima wangu unaona. Hiyo ndio Christmas kwa aliniambia. So mimi nikakuwa na hiyo. So niliona huyu ni mtu ametengeneza football Kenya sana. Legends wengi wamekuwa legends juu ya Chris Makoha. Kama anaweza niambia kitu kama hii na kama anaweza anza kufuata mkondo wake, then I think tutakuku kitu hapa home. So bahati mbaya Johnson Chris ndiye alikufa kwanza ama Randari? The two of them walikufa. In fact sisi wanne hao watu watatu walikufa, mimi ndio nilibaki peke yangu. Randari alikufa, Chris alikufa na huyo jamaa alikuwa kama TM. Zablon pia alikufa. So hiyo team nilikuwa na vision nayo na nimebaki peke yangu. Kujaribu kuenvision kwa watu. Sasa unajua shida pia pale Bulanda kuna kuanga na watu wako rigid, uwezi wa tune. So mimi nilirudi kufanya mazoezi wapi? Pale Imanga. Na hiyo tu jina Imanga Youth. Juu ile Imanga ilikuwa exist. So kuna vijana pale wenye hawangeweza kuingiana na the training vile mwalimu ameniambia tupange training. Amenipatia hizo vitu zote. Wakaona huyu coaches amekuja na mambo mingi.
Unataka upige 11 aside. Sasa hizo hizi ma drills hizo wataki. Small sided games hizi jamaa ati tuambia watu wa juggle ball nini ati coach anatuambia tupepete, kwani kwa game tutakuwa tunapepeta. Sasa unaona build technique. Sasa but mimi nikakuwa tu nika stick kwa nayo. Nika stick kwa kitu niliambiwa. So hapo ndio team ili split. Na mimi nilifurahi team ku split. Wakati ili split nikaambia all the senior players wacheni mimi nianze kubuild from chini. So wakati walienda kwa kutengeneza team sijui inaita Imanga Township, walitumia tu a name. In fact mimi niko na certificate ya Imanga Township, niko na certificate ya Imanga Youth. Kwa sababu kwa Imanga Township mimi nilikuwa nimeweka zile documents. Ndio sawa wajui kwamba kulikuwa na team inaitwa Imanga Township na mimi ndio niko na the original certificate. Imanga Youth ilikuwa inacheza league. Ilikuwa inacheza league federation. So ilikuwa na certificate. Yeah. The certificate is still registered there. Yeah, it's still there. Yeah. So mimi sisi tulistick pale na ile vision ya ile team. Na ile maelekezo tulikuwa tumejaribu kupewa kidogo na Chris Makoha. Yeah. So kama if I am understanding you correctly, because my next question ilikuwa ni nini ilifanya mka break up? So ni ideological differences. Ideological na pia si ati tuli break up ati ofisi ime split katikati, hapana. Those were just players wenye walienda wakaanzisha another team. Wenye wako wezana na mambo ya huku. Okay, wachezaji wali split. These players Charles alikuwa mchezaji, alikuwa chini yangu. Okay. And walikuwa inspired kufanya nini? Kufanya hivyo. Na we had to respect. Kwa sababu pia sisi mtu kama mimi najaribu kuachieve kitu ile na iko kwa brain ile mtu ameniwekea. So unaona vision ya hii kitu yenye Chris the late Makoha alikuwa amekuwekea. Makoha na Randari yeye ilikuwa sana about community, what the social well-being ya area. Yeye hakuwa mtu wa football sana. Alafu yeye ni mtu wa sport. So hiyo lazima tuilete pamoja. How you grow up these people. Si tunawafunza tu ball. Watu hii. Unajua hapo home unaona hiyo area watoto ni wabaya sana. Hapo unaweza tembea saa 2. Kule sauti wangu huwezi tembea saa 2 au usiku saa 3. Na wale watu wanavuruga watu ni watoto wadogo wako junior, secondary na primary. Si mtu kama wewe. Aje tuachie hapa. Lazima tujaribu kuwatoa kwa hiyo nini. Okay, so say mimi naona tu ni ideological. Yani ideological. Hakukuwa na issue. Hakuna issue. Na tena si ati kuna enmity ama nini. Watu tunakaa pamoja tunapiga story. But tulipeana hiyo room, fanya what you can do. The only thing tunajaribu kusaidia ni hao vijana tu wa raise. So kama unaweza wa raise hapo na mimi ni wa raise hapo juu hata vijana wenyewe ni wengi. Hakuna ubaya. Yeah. So umesema hakuna tensions between the camps. Sasa there was tension because unajua of course wakati mna split kuna mtu labda anataka benefits from this side na nini na pengine vitu zile mambo jezi sijui nini but hiyo iliisha because we had to tell them kama you are beginning a new project you have to kujipanga mwanzie zero. Mwanzie zero. Mimi kila kitu kama balls mimi ndio nilikuwa nitafute watu watusaidie balls na nini na naona bado unafanya kazi. Yeah. So but eventually mulielewana, that is walikuja. Umejua hata shida ingetokea tu pengine training ile ground kidogo you want to train at the same time kitu kama hiyo. But niliwaambia you kujeni kama mtakuja asubuhi saa 4 ama saa 7 sisi tutakuja saa 10 kutrain. Hiyo tu. Tukipatana kwa tuka tournament ni saa nacheza ikiisha tunakuwa moto mkipatana mzee. Ni mambo mengine pia unajua naye ni utoto tu ama ni mambo ya derby. Ni kama derby. Tension itakuwa juu kwa sasa. Kuna game ilikutana ni Kileo Malala Bumia hapo. Hiyo ni draw 1-1. Kutokea na fujo. Kulikuwa tuna mambo mengi sijui pena ilikuwa I don't remember. Ilikuwa Malala I think leo. Ilikuwa Kileo Malala. Tulipata penada kama tukafunga. Tuliwapiga 1 ile. Jaka akifunga pena hiyo kama iliwapiga 1. Walitoa fujo but ni kawaida.
unajua tension ya derby mambo kama hiyo emotional. Alafu pia ukikaa na watoto unawaambiaga nini? Sasa ile unakaa na watoto na train. Unaambia wale ni ndugu zako ama unaambia wale ni adui. Na vitu kama hiyo. Wakati mna share resources kama hizo. Ile kitu unaambia mtoto baada ya mazoezi pia ina matter. Also inafaa ikuwe healthy competition. Tuseme healthy, inafaa ikuwe healthy competition. That's why unaona mimi hiyo team na hata zingine wakati ziko kwa competition ile misiko when they come coaches yule mchezaji tusaidia tu boost mahali ongea na player akikubali mimi siwezi though wao kwao ni ngumu kumpatia but naelewa pia sasa sisi ni watu wawili tofauti. Okay, sasa wewe unaona hii decision ilikuwa worth it? Was it worth it? The decision ku start na watoto na ku release senior players. Ilikuwa worth it kulingana na mimi. Imekuwa productive sana kwa sababu niko na space ya kufikiria. Unajua sasa shida tu ni kwanza nilianza sasa from down na kuna watoto wenye nilianza kutrain hata wenye naona tu hawana ni talent ya kucheza but I want to tune them into coaches. Unaona kitu kama hiyo. So inaweza take time kidogo but itakuwa productive kwa sababu sasa hizi nimeanza kuassign sasa kudelegate hizo duties naona empower. Kuna ule anajua ball sana but mwili unaona tu juu ya mwili hataenda mahali sana. So naanza kuweka hiyo nini ya coaching ndani yake mapema. Kama uko na captain mdogo, nasikia uko na captain mdogo sana, amekawia sana kwa ni mdogo na tayari yeye unaona ni coach. Yeye nje ana coach under 13. Ako wapi sasa? Ako na mwili ndogo. Ni ako scholarship ako nini? Inaitwaje hii shule? Ngoma mwapi? Huku kwetu tu huku. Ilikuwa na ngara ni kitamba ati imeanza kuamka. Inaitwaje shule tena nimetoka. Ako huko anako kwa scholarship ya ball. Anaitwa nani? Anaitwa Frank Kutiri. Mwanzo ni midfielder. Ngoze. 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 Na yeye hata ukimweka kwa game hizi na hao akina Jack na nini atapanga Jack unaenda wapi rudi hapa umeachia nani hii space unaona so tayari huyo kuna quality za leadership drills anapigisha zoezi mpaka unahepa kwa zoezi anakupangia hizo konzo unahepa. Mtu wako na miaka ngapi? Ako 15. Tunapanga watu kubwa bwana. Heshimu ndevu bwana. Heshimu ndevu. Sawa, coach I think na move time inatukimbiza lakini pia lazima tu tukimbie na ndio kujua kwa nini wewe ulichagua tu kwa a development coach. Does it all rest kwa ile kitu nyani alikuwa advice Makoha? Makoha na pia my elder bro alikuwa sana ameshikilia hapo kwa nini so ilikuwa ni kitu iko ndani yangu mapema but Makoha what he told me ilibadilisha the way na view football. Alafu pia nikijiangalia unajua pale home resources haziko sana so 90% tuseme 98% ya kila kitu inafaa ifanyike pale yenye inahitaji pesa ni side yangu. So nikishika vitu mingi kila kitu itakuwa average. So nikitaka nikuwe na hata kitu pande moja lakini ikuwe mzuri lazima nifinye kidogo. So coach hao seniors naweza huwa na coach but emphasis ziko hapa kwa watu hii. Sasa wakifika hapo juu unafanya aje? Unajua sasa vile tulipick tukaanza hao watoto sasa ndio wameanza I'm hoping by maybe this year ikiendelea next year waingie kwa sub county. Unajua kulingana na federation watu wanacheza sub county league ni under 17. So mimi nataka wacheze hiyo sub county. Juu pale nyuma nilikuwa nimeweka hata kwa sub county. Then nione najaribu kutafuta watu tunaweza fanya nao. Unajua watu wengi wataki hii football ya watoto. So pale juu kama naweza pata watu wanaweza washikilia under the same umbrella wanaweza tusaidiane pale juu. Hata wakicheza county ama sub county waendelee kucheza but mimi akili nimeweka hapa chini. Okay. I think it's a nice initiative. Na sasa the whole time nyuma kwa hii youth football. Unafikira grassroots football iko valued ama
ndio people wana value hivyo kazi mnadu hapa chini. It is undervalued kwa sababu hata ukiangalia na federation yenyewe wanatengeneza ligi ya youth, na hiyo ligi ya youth unajua wanaitengeneza tu labda ionekane tu ilikuwa. Tumecheza ligi ya youth and last year ya county. Watu wa 29 years wanacheza under 17. So unaona it is undervalued. Na ni mahali penye kama federation ingeka emphasis kidogo ingetusaidia. Hizi countries zimedevelop zote. Senegal juzi imekuwa tu kama sisi. Sio umekumbuka tu Senegal ijakuwa poa sana. These are the years. Lakini sasa hizo unaona because of the youth football. Hiyo ni kitu federation lazima iangalie tu. Lazima iangalie. Alafu sisi hata before tufike kwa federation sisi wenyewe ile ubuntu ile undugu before utafute usaidizi kwa government wewe mwenyewe umefanya nini. Juu pale kama pale Imanga kuna watu mamillionaires, mtu akitaka kununua hata ball 10 anakununulia unapatia watoto. Lakini wewe boni wewe ndio hapo wana believe wewe una benefit kutoka kwa hiyo project which is wrong. Sasa kukusaidia inakuwa ngumu. Mimi watu wamenisaidia ni watu mbali. Hizi ball sasa mtu kama wewe ni best yangu na uko mbali ukiwa na ball ama uko na kabuti kama mtoto si boni yako na hivyo ndio mimi upata hizi vitu. Watu wa mbali tu, hakuna mtu wa pale home nisaidie. Niko na watu hata ni wadosi watoto wao wako kwa hiyo academy yangu. Lakini hata ikifika siku ya game hao watoto wenye hawana kitu hawa labda wameleta after 50 bob ya lunch. Lakini huyu mtoto mwenye wao wako na do amekuja bila yeye. Unaona? So ni ngumu. Ni ngumu. Yaani tumeandavale kuna wakati naona nikitrainisha watoto unapata mtu anapita kwa barabara. Huyu jamani kama anaanga shughuli. Kila saa kuna watoto hapa. Unaona? Waone ni kama kuna kitu ya maana anafanya. Yet mimi nimejibalance, nimejua niko na hustle yangu nitafunga saa 9. Uingeti hizi. Hii ni ingeti hizi. Hivyo ndio vile mimi ujibalance. Sasa mtu anaona uko idol mzee. Unaona? Sasa nini nafanya unaendelea kufanya bana? Unajua mimi na believe in order to kujiita labda successful ama kuachieve kwa life ni ku make community better. Nikiona mtu ako poa mimi naona na amepita kwa mikono yangu I think na feel poa. Kuna vitu zingine hata si struggle kwa maisha. Zinajileta tu juu na spend time na watoi. Napata hata mtoi. Napata saa zingine hata mtoi amefukuzwa shule. Na kweli unajua tu mali anaenda hakuna kitu. Pengine uko na amefukuza tu pesa pengine kidogo hata 50 bob. Si unampea mtoto ata coaches bwana nimefukuza nini? Unampea anarudi shule. Unapata mwingine amegonjeka, amejikuna, sijui nini. Unampeleka usiku unamtibu na God anaendelea kufungua njia. Unajua tukikuwa na hiyo ubuntu hiyo ndugu, kila mtu anaweza ishi kwa because of the other. Kila mtu tuseme kila mtu akue hivi. Sifikiri kama hii maisha hii dunia inaweza kuwa ngumu. Tusaidiane. Kila mtu tuamue tu tusaidia. Na hiyo ndio aspect kubwa yenye inafanya Uganda. Mimi kama mtu amekaa Uganda, nikacheza mpira Uganda, nikaangalia mpira ya shule ya Uganda. Hiyo ndio kitu inafanya wale watu wako juu. What do they do? Wanafanya nini? Hiyo kupendana ubuntu. Unaona wewe ukiwa na shida ni shida ya community. Ukiwa na issue ni issue ya community. Unasaidia watu wa community. Kuna mtu hata ako na nini na chance ya kukutafutia sponsorship mahali. Na anakuona unafanya hiki kitu na akusaidia. Lakini wale mimi nakumbuka kuna the first time tu kucheza mpira ya kwanza Uganda uncle limetoka sio sana hata sijaamka hata wamejaa kwa mlango hapo. Ulilala aje? Mwenye mbeba matunda mbeba. Na hata sikucheza poa. Unaona? Si hata nilikuwa wewe wamekuja tu. Na mimi sio mtu wao, unaona? So hii ni kitu wanafanya ama wewe wanafanyia pia? Ni kitu wanafanya. Kukuzana ni kitu wanafanya. Ile kupendana. Sisi hatupendani. Huku mtu amecheza ball amefika 22 years, juu alianza kucheza akiwa na 15, 22 anamuita, wewe mzee toka kwa uwanja, wanakudemoralize. Kama fans wetu huko. So wewe kidu unaanza kutafuta hata job boda, unaenda boda unaachana na ball. Na unajua peak yetu Afrika, utafika 26 huko ndio uko mkali saa nyingine. Hata 28 ndio uone ball imekubali. Lazima pia tukubali. So tunaacha mapema. So hiyo ndio kitu mimi naona inatu waste
hiyo undugu hata before tuende kwa mambo na serikali na nini. Watu wanataka tu kucompete huko. Watu wapendani. Wewe ukianza kitu na inasaidia watu, mimi nafaa nikuje nikusaidie kuraise hiyo kitu. Si ati pia mimi nifungue yangu hapa, unaona? So that resources sasa zisitoshe, tufanye vitu average. Tuweke akili mahali pamoja tu raise kitu. Tusikue na vutano. Juu tukitengeneza watoto kama 20 wa successful kwa life within the community, tayari tusha change picture ya community. Hiyo ni kitu kila mtu akiweza weka kwa akili. Coach wana define success aje for kwa how tunalea. Does it mean waende pro ama pengine mtu yote atumie hii ball imsaidie kupata scholarship aende mahali pengine apate education? Najua pro football pia hii mpira hii life nimeishi na mpira nimecheza pia iko na luck. Sio kila mtu mzuri hucheza pro football. Hata wewe umeona hapa Mumias wachezaji wazuri wengi hawakwenda mahali. Lakini hii football kama inaweza kusaidia, kama hautapata klabu, unaweza kuwa mwalimu na uko mwalimu wa games huko, unaweza kuwa coach, unaweza kuwa a leader kwa institution, umeandikwa kazi mahali because ulifunzwa ball na good morals, utakuwa kiongozi mahali. Unaweza toka hapo uko good politician, juu saa hizi politicians tuko nao wote ni wakora. Lakini wewe uko raise power. Ile coaching tunafanya sio tu ya football. Baada ya football tunawaambia the morals, zile morals tunawafunza kuwa raise into good people. Yule mtu anaweza saidia mwenzake, yule mtu mwenye in your absence. Mimi saa zingine nikiona nimechoka kidogo ninaenda intentionally kwa late kwa mazoezi. So nikienda ninatokea nyuma ya classes huko na naingia. So ikifika time ya training utapata one of them anajitokeza anasimamia zoezi, amepanga concept fanya. Sasa hapo nitakaa tu pale ndani niangalie kila kitu. Sasa ile zoezi wanaenda kumaliza ndio wataona natokea kwa class. Unajua kumbe coaches alikuwa. So hiyo ni leadership tayari nimebuild ndani ya mtu. Anaifanya kama siku. So hizo scholarship ni plus but maisha ya baadaye unajua ni muhimu sana. Juu hata mtoto anaweza turn pro leo, acheze ball season 2 na hiyo mpira iishe. Lakini what about baadaye sasa as he grows? Hiyo football inaweza hiyo ndio mzima hizo shule. Hiyo ndio nataka. So wewe ukiona kitu kama hii wewe kwako ni achievement ama bado you still want more? Hiyo ni achievement. Kwangu roho inatulia. Mimi I'm planning for kuna zile bigger dreams niko nazo. But hizo bigger dreams kwanza lazima nipate hizi dreams bigger. Is it mtu kucheza pro ni one of the bigger dreams? Yeah, it's a man. But mimi nataka nikuwe na, kama Mungu anaweza nijalia na kama anaweza sikia maombi yangu, nikuwe na football academy yenye iko fully equipped. Fully equipped. Uko na uwanja, kila kitu. Hiyo ni dream niko nayo. Yenye hata kama sita achieve nikiwa mzima, lakini legacy yenye naweza cha nyuma inaweza fanya watu pale Imanga wa achieve siku moja. Sio lazima ni achieve mimi nikiwa mzima, lakini nikionyesha njia, direction, hiyo ni muhimu. Na the parents sasa wakianza kuona yale matunda. So kitokea mtu nyuma aseme tufanye hivi, watamsikiza haraka. Juu saizi wale watu wanani sustain pale ni friends na watu ambali. Wale wenyewe community yenyewe ni chache sana utapata mtu anakupatia hata 500 unaenda game, labda unaenda game catch. Sio rahisi. Wale marafiki wa mbali, wakina Jaco Njala ndio wananipa mpira, wakina Fred mwenyewe ndio anileta hizo gloves hivyo. Bora alinipatia tactical board. Bora alinipatia tactical board nikashukuru. Abu Shikanda aliniambia akirudi hivi atanitafuta anipatie mpira 1-2. So unaona hao ni friends wako mbali. Coach Owen Makoha alinipatia gaball wakati. Wewe unatoka wapi? Wewe unatoka hapo Shina Mwenyu. Just before. Wewe mtu huko? Wewe si mtu huko. Kwanza one of my cousins ama dadake. Wewe unatoka huko? Wewe unatoka hapo. Unaona ukitokea huku kwetu ukipanda Shina Mwenyu da. Wewe ni mkoa wa hapo. Familia yao inaanzia hapo Queen, ikipanda hapo juu ndio ufike Mlambo. Hapo just before uanze kupanda hiyo mlima kwenda Shina Mwenyu kutoka huko kwetu. Hapo boma yao iko tu hapo. So unaona
hiyo network imenisaidia ya kujuana na watu kama hawa. So unajua yeye mtu kupata bola hizi kwa ngumu. Wewe ni by the kupata. So akikutupia mbili Jack hapo pale Hope Center Kawangware. Akona ile academy pale. Akimpira mbili, Jack analeta hata sengine hata mpira 10. So watu wakiona niko na balls, wanashangaa. Wanasemaga mimi niko na wazungu, wanakuletea. Nakulia watu hii. Unaona? No. Hiyo ndio mentality. Mimi hata siwasikizi. Siwasikizi. Coach unajua umeongelea story sana za community pengine kutokuwa receptive. Alafu umeongelea kuna wasichana wawili kwa wajecheza ball, the twins wenye wako Central. Boni wanasema pia parent wake kucheza ball. Watoto unawapata hadi unaweka kwa system ya ball. Na mzazi pengine ajue hata maana. How do you manage? Mimi sasa wajua ninaendaga wakati hao watu wanacheza ball, kati games time nini natembea na sport mtoto. Namwambia ni aje kuja zoezi. Akisha kuja zoezi siku ya kwanza nitaenda niongeleshe mzazi wake. But kama asha report. So kuna wale wanakuja na wana stick, kuna wale siku moja mbili zoezi inamtisha na anahepa, but huwa ninaangalia kuna hizi utu teams kama kucheza mpira makaratasi uko ndani unapita hivi unasimama unaangalia mpira unaita mtoto unamwambia unajua mtoto akisikia anaenda Imanga Youth pale home anakuja haraka. So ni vile tu labda unaangalia facilities na hiyo workmanship, unasema unataka udeal na namba fulani. Sipendangi kuwa nao wengi sana. Napendanga kuwa na wachache. Kama ni under 13 wakwela 15, under 17, 15 hivi. So inakuwa rahisi mimi kudeal nao. Okay, sawa. So hebu tuangalie tena tu comment section kidogo. Naona maswali yamekuwa mengi. Davis amekuja nazo. Kuna Carlo atitwa. Kwanza ni Olome Nabo. Tiza Lucas anasema tune need from Kampala, Uganda. Labda yeye kero bwana Lucas. Carlo atitwa anasema Kakamega Town gotea coaches. Nadhani nampokea salamu zako. Davis Reborn nimeona somewhere kuwa he is currently FKF youth leader in Mias West. What is his plan for the youth from Mias Moso in the growth of soccer girls? Davis anapenda bole madem sana. Unajua hii youth leader ya Mias West kuna jamaa alikuwa amewekwa hapo na alikuwa afanyi chochote. So the coaches I think persuade sana the chairman kuniongelesha. Sababu anaona niko too much into youth. Nijaribu kusaidia. That's why I accepted. Na unajua Mkongolo pia is among the watu wenye naweza lilia ninaenda game naambia, "Hey, chairman, nipe hata so 5 mmekwama na anani support." Ni jamaa mpoa sana. So I think problem ya soccer girls like Mias West, watu wanataka kuanza na wasichana washaanza kujua mambo mengi. Kwanza warudi chini, wakwe patient. Mimi team nilirudi chini, nimetengeneza team ya watoto wadogo tu, primary na junior secondary. In fact tumecheza hata na friendly hapa juzi na Promise wakubali yes mko na watoto wazuri. Tulitoka 0-0, tumecheza na hiyo Green Blades, inacheza regional, ma friend hata ndio walicheza tu bado hiyo Governors Cup. So ukianza na wasichana wakiwa wadogo na uwe na unajua shida hawa wasichana wataki tu teaching za football peke yake. Kuna mambo mengi sana nakwambia mtoto. Na pia vile unamsupervise. Hii story yote imejua watu inafaa ende courses za coaching. Usiku ulicheza ball especially mpira ya wasichana watu waende coaching. Waende hiyo course. Hiyo courses zitasaidia. Wataelekezwa vile wana handle hao watu wasichana. Unajua watu wanachaka, unatrainaje mtoto kama utana asimamishe mpira, apige kazi yote. But ukienda hizi coaching course, unajua mtoto msichana analana haraka kushinda mtoto mvulana kwa football yeye. Juu yeye anataka afanye kila kitu umemwambia. Yeye anakutrust 100%. Unajua vulana wengine wajuaji. Ukimwambia kitu anaona coach ananikazia ama trivial ama nini. Ndio anafanya vile ameambiwa. Atataka perfect. So utapata ukikaa naye analana haraka hata huwezi amini. Ndio tu msichana yule mwenye ako tu willing kujua ball, anajua ball haraka kushinda mtoto mvulana. Okay, hiyo ni
an interesting aspect. Yeah. Hivi baada kuna swali lingine pale pale. Man of players from Imanga walikuwa wanacheza Wadadia. Think ni Shufa tu mwenye najua. Wadadia kuvunjwa ina affect aje hawa players? Kulikuwa na Shufa na Faith. I think Shufa baada ya team kubreak Abiola alimchukua, alinipigia simu, nipe Shufa, nikapea namba, akaongea kaenda Bunyore. Bunyore tena hapo sijui akatoka. Of course kukosa team around ina affect. Juu sasa hizi teams ziko karibu na kwa rahisi hata kulink nao coaches waende trials na nini. So naona kama teams around zinakufa paka hii ya Kakamega Starlets naona ni kama inasuasua. Yeah, so it affect especially ule mtu mwenye chama aliza shule. Teams zikuwa chache, naona teams ni kama zinaanza kufa sana, especially za girls. Kuna dalili watu wanakwama and it's not a good thing. Inafaa tuwe worried. Inafaa federation ianze kuamka macho mapema. Yeah, kabla isingoje ikuwe too late. Hawa wasichana ukisoma stories zingine the way that treated baada ya game, tutamepewa sijui 500, hiyo 500 sijui itakuwa fair, ndio itatendea gym sijui inaudhi kidogo. So unapata wengine wana give up, wanaenda into marriage mapema. Yeah. Okay. I think for purposes of clarity too, but don't wanna mention apart from from ball too, unajua of course unafunza watu wewe ni watoi, wewe ni kama ni mentorship. Apart from to ball, values gani zingine una instill ndani ya watu? Mention but for clarity too, take watu kama again like nimekuambia like sasa community yetu for now kwa saizi ni community iko na challenges kidogo za security. So one of the things lazima tuwafunze ni ile kuangalia hiyo peer pressure, in general self discipline, unaona. Like for the boys tujaribu kuwa protect from the bad companies. Na unajua sasa wanatumia watoto wadogo, na watoto wadogo ndio sasa tuna train. Kuna one or two incidents zenye umesikia, coaches kijana wako sio mzuri, zimekuja. So lazima hapo ni mali tunaangalia sana. Self discipline ukiangalia kwa wasichana is challenging, especially umejua wasichana wa Ocha wako vulnerable sana. Si wajuaji kama watao. So ni vitu lazima tuangalie, lazima tulete some women wenye wako kwa hizi ma organizations na nini waongeleshe. So we do such, trying to raise them. Kuna wakati labda tunapata the community needs to, kuna mahitaji kwa community, labda ni usafi, labda kuna issue mahali inataka manpower, talk with the team, twende pale kama team, ile kuwafunza hiyo kujitolea na labda kuweza pia nayo kusimama kwa ajili ya mwenzako. Hiyo mambo yote tunafunza practically sana. Sasa zingine tunaenda shule on holidays, the school is not clean, lazima tu clean shule, some parts of the school ndio tuanze. So hata kitu kama hiyo. So kuna kitu lazima tuna build ndani yao. The biggest challenge kwangu mimi pale ni mambo ya security, na inatokana na hizi vikundi zimetokelezea hizi ambazo zinataka kuingiza watoto kwa haya mambo. Na unajua sasa uko na watoto mchana, usiku huko nao, unaona. So wewe labda kesho unasikia tu tuliona sura ya kijana wako mali fulani. Hiyo ni challenge yenye hata nikikaa na watu saa zingine naogopa, nasema sasa hii kitu tutaisolve. Imeshinda administration kusolve. Na hao vijana hao ndio unapata uko na vijana almost 70 at the same time. Uko na under 13, under 15, under 17 senior team, girls wadogo, girls. So kuna watoto wengi unadeal na. So ukiachana nao umeachana na watu karibu 70, ujui huwezi fuatilia wote. Huwezi fuatilia wote wale. So hiyo ni challenge tuko nayo. But huwa nawaambia football na wa train football, but football ya Kenya ninawaambia ukweli, mali uanzia na mali uishia. Education kwanza.
masomo tusome. Unaona mimi saa ile siko hapa nafanya kazi yangu juu nilienda shule. Mimi ni artist juu nilisomea art. So ninaweza hata kukununulia wewe ball juu nilienda shule. Kama singeenda shule ningekuwa nakusumbua hapa nikikuibia. Nikikuchangisha hapa kila siku na nikisumbua wazazi wenu. So vitu kama hizo. At least nione wana grow into teachers, into doctors, engineers. Hao ndio watakuja wa raise standards za team baadaye. Okay, sasa na I think ina make sense. Umemention kuna watu wako I think ni 3. I think si 3 yake. Umesema Ingose, umesema Central JSS ni watatu, wasichana watatu. Umesema kuna wengine Butere. Hizi scholarship unawasaidiaje kupata? Scholarship kuna zile zinajileta na kuna zile unatafuta. Like kama wewe mwenye Butere tulimpeleka Central, si ndio? Lakini sana from Central ameenda tu Butere bila hata mimi kuwa involved. Si ameenda tu Butere juu kama angebaki huko home angeonekana na ni mzuri. Na hivyo ndio vile iko. Kule home kuna wachezaji wazuri sana. Wako tu kwa hizo maiyavo ihonje school watakufia huko. Yenye kama wanaweza onekana mapema. Kuna wachezaji wazuri hata kumshinda. So kuna zile but squeeze kidogo nimelimit unajua inbox tulete wachezaji trials nimelimit kwa sababu kuna wakati nipeleka watoto mahali sitataja shule. But kitabia labda ile affect watoto na wakatoka huko. Kuna wasichana 5 girls walichukuliwa mahali kwa scholarship. But wakasoma tu huko mwaka mmoja. So waliogopa kuniambia. But baadaye mmoja wao anakuaga kierere aliniambia coach unajua kwa nini tulikataa hiyo shule story na lesbianism vitu kama hizo. So hiyo pia ni challenge. Unaona umepeleka watoto mahali unataka wasaidike na wamefika huko na thank God hawakuingia kwa wazazi wao wangenilaumu. Unaona so pia ni challenge, sio kitu rahisi. Kuna mahali umepeleka mtoto challenge nyingine umepeleka mtoto trials amechukuliwa na ile shule unapata imechukua watoto wengi. Lakini coaching inafanyia watoto wachache. So mtoto akirudi holidays hayuko vile alikuwa. Hapo chini bwana. So unaona nini mbaya? Kumbe mtoto atrain. Kuna shule zinachukua watoto wengi mpaka zina watu wengine wanakosa kufanya proper training. Okay. So basically ni scholarship kwa sana zinakuja. So but kitambo unasema kuna wenye walikuwa wanakuambia peleka. Hata saa hizi kuna wenye uniambia nipeleke but unless ni shule niko na good link nayo siwezi peleka. Kuna shule sasa zilishakata. Akinipigia simu siwezi peleka. Kuna mtoto hata nilipeleka shule wapi? Nyahururu huko. Gatero. Wewe mtoto kumaliza shule ilikuwa shida. Alikuwa sangine anatoka tu shuleni na hata wanapiga simu huku. Paka mzazi wake anasema sasa wewe unaona mahali ulipeleka mtoto wangu anatabika. Alienda anasumbua coaches. Coaches unamjua? Coach Clinton. Clinton unamjua. Nilipea Clinton mchezaji mzuri sana. Alienda huko amegeuka mnyama. Anasumbua. Ama ni super ama ni umenitaka kutoka Western ama sijui sasa. Sasa unaona wewe alinishusha alinidemoralize sana. Sema sasa hawa nasaidia aje. Alikupunguzia mawe bana hata ndio hiyo sasa unajua naarbia wengine. Naarbia wengine ndio hiyo. Kitambo the same school itake mtu kwako tena unaona. And it's a national school unaona. Wewe umetoka hapa alimaliza masafa alimaliza but unaona hata performance ilikuwa mbaya juu alienda na kwa jeuri. Okay. Yo umenitaka bana umetoa Western. Mimi ni superstar. Na unajua ile alikuwa so talented huyo sasa niliona tu huyo ni premier direct. Lakini alitoka huko hata ball hata kusimamisha wezi. Soko shule coach pia akamtupia wewe maliza shule wewe. Coach Sami amejaribu amechoka. Noma. Noma sana. Turudi kwa mitandao hapo. I think tunasonga vizuri. Karibu tunamaliza. Hivi sijui kama kuna swali lingine.
sidhani kama kuna swali lingine kutoka kwa Davis Rubon. I think time inatukimbiza na pia sisi tunaikimbiza. I think umemention vitu mingi through hii conversation. Umeongelea story na challenges, hakuna sijui pengine support, kuna support wanatoka sijui mbali. Policy wise ungependa pengine kuwa na changes gani as far as Kenya iko concerned, haswa kwa youth football? Changes kwa federation ama the governance, football governance too in general. Okay, football governance in Kenya iko na mzaa. Unajua juzi tumekuwa na under 15 wameenda kucheza Uganda. Nilikuwa na coach wa under 15 ananiambia mimi nilichukua tu niliambiwa tu nipate gari wapi Ugunja. Tukaenda Kampala. Hata ajui anaenda coach watu gani huko. Huyo ni coach wa national team under 15. Unaona? Hii under 15 wameenda wamechukua players kutoka ni timu inajitaje ya Nairobi, ligi ndogo na gani sana ilikuwa ni mbili, ilikuwa ligi ndogo na gani academies mbili ilikuwa Kakoro kweli. Mimi hata kuna one of my friends anipigia bwana uko na under 15 gani tumpeleke trials aende under 15. Nashinda sasa wewe hata wewe huko kwa federation umejuaje? Kumbe sasa ni link yake na coach. So unaona structure zetu hazifanyi kazi vizuri. Grassroots football lazima ipangwe. Sub county league ni ya grassroots. Mmeweka pale under 17 ndio wanacheza, si ndio? But watu wa 40 years ndio wanacheza sub county league. Watu wa 40 ndio wanacheza sub county league. Watu wa 45 kuja huko Bumia siku moja uone sub county league. Kama ni under 17 tuweke under 17. Afadhali tu identify mtoto kama yuko mdogo, tujue huyu ni national treasure. Gava inaweza msaidia aje achieve dreams zake. Lakini sasa huyu mtoto atacheza saa ngapi? Select teams ya national team under 17. Tunaenda tu Butere, Madira, unaona? Real utapata mtoto ametoka shule ya Busia huko. Naoma sana. Tuna rely kwa achievements za coaches wa hizo shule. In fact hata kama coaches ndio wanafaa coach bas national team. Peleka sako huko akue coach wa Starlets under 17. Kwa sababu wale watoto unapeleka huko yeye nje amefanya nini? Sasa yule amesimama tu huko kwenda kupanga lineup na tactical boards. 551 nini. Hakuna coaching hapo bwana. Hakuna coaching. Development inafanyika huku chini. Na sasa huku chini wamelegeza kamba. Unaona? Hao angalii. Unaona kitambo hata hizi games za shule. Secondary schools. Shule gani ilikuwa inawika? Kulikuwa na shule inaitwa Mombasa High School. Mombasa High hata Kakamega ingeongea kitu mbele yake. Lakini sasa tunajua watu wa Mombasa wa Jibol. Tunajua watu unajua hii Kenya Bruno Fernandes akukule Northeastern. Lakini Martin Odegaard yuko kule Coast. Lakini wewe ukisikia ball unataka kwenda Green Commandos, unataka kwenda Msingu, unataka wewe tuko Odongo wa Fula peke yake. So the same set of players ndio tunaweka kwa national team. Hii Kenya iko na talent diverse. Kibet jana amefanya mambo huko. Celta Vigo. So kila place kuna talent. The only problem na Kenya ni kwamba tunataka federation hutaka kudoea zile vitu tayari zina shine. Kachai wana shine, Msingu wana shine, saizi Mombasa haya isikiki. So tuwezi enda kuangalia huko talent sasa tunatafuta under 17 ama under 20, unaona? So pale nationals ndio tuna select teams. Tuna select players pale nationals. Yet a very good player amebaki wapi huko? In fact nationals tunasemanga tunaweza host, wanaweza kuwa na team 3 kama Northeastern italeta wao. Yaani tushaweka tu off. In the real sense ukikana wale watu wakicheza ball vizuri, wanajua ball sana. Wakiweza tu kuwa raised, uchukue tu huko labda mtoto technically wako sawa. Ukichukua tu labda watoto kama 5 wakiwa wadogo huko, uwalete kwa environment yetu ya ball nzuri na kukula na nini. Wachezaji wazuri sana hii Kenya. Midfielders wazuri sana. Creative players wazuri sana. Sio ule mchezaji anatana na ball kama gari moshi. So sisi tukitaka wakina Mbeumo na wakina nani tukuje Western. Tukitaka Odegaard wakina Bruno tuende wapi? Hivyo unapata hii Kenya
Unajua Kenya ni diverse. Tuko na talent sana Kenya. Ile kitu yenye inasumbua Kenya ni proper structures za football. Ni maana tumefanya umesema Mbuma wako Western. Mbuma wako Western. Akina Odegaard na Bruno wako So unaona hiyo kitu ilikuwa inaitwa affect kwa athletics. Short sprints tulikuwa ati wengi. Juu tumeka kile wapi? Kalenjins ndio wanakimbia peke yao. Lakini sasa hizi wamefunguka. Unaona short sprinters wameanza. Onyango, Wamanyala wako kuchinja. Yeah, wako huko. Kama ingeanza kitambo tungekuwa tayari pengine na world record hapa Kenya ya 100 meters. So lakini vile ndio zilianza na Kalenjin mmoja akaenda akashinda gold. Kalenjins ndio wanakimbia. Lakini hao ni long races. Yeah, hao ni long races. Sasa short races kuna place. So unajua walking race labda iko Northeastern na wanatembea na mangamia huko. Labda huko ndio walking race iko. Walking race hatu perform pia. So unaona? Okay. So technical players wewe in your observation Coast Northeastern wako huko. Kuna Jamal Mohamed. Yeah, wako. Na si unaona national team kitambo ilikuwa nao sana. Ilikuwa nao. Hata kipa yetu akina Mohamed Abbas ni watu huko. Kuna watu wa Coast wamecheza hata hapa akina Isa Kasim wamecheza hapa Moscow wamecheza national team. Isa Kasim fullback. Coast kuna wachezaji wazuri sana. Lakini the problem with the Kenya the administration inataka ku rely kwa products zimetengenezwa at a certain place. Umeshajua tu ya kwamba Wafula na Omondi wanajua ball. Mtu akitengeneza team hata kama ni Kitale huko anakuja tu huko kuchukua players apeleke Kitale. Au Coast kuna watu. Sasa hiyo ndio problem tuko nayo. Kuchukua time tuseme kama Kenya wanasema wanataka kurely shule kama ndio academies zao. Basi wafanye na the new form of education is jinjo CBC ama nini. Hebu waweke labda zone moja South Wanga kuna shule mbili za junior zile zina deal na football. Hivyo Kenya mzima. Alafu waanze kutembea. Alafu wapange tu timu ya national team under 15. Uone hiyo timu itakuwa very balanced. Ama tu waache tu tusianze hata na under 15, under 12. Select each region. Ifanye center. Wachezaji wa hiyo area wa train hapo wachezaji. Tutakuwa na very lakini sasa umejua shida we don't want to invest. Tunaogopa kuinvest. Tunataka tu kuvuna. Shortcut hiyo ni ngumu. Shortcut ni ngumu. So I think coach would pay inside big sana. Now so pale Manga which is your biggest success story so far mahali umefika? Of course unasema kuna bigger dreams. Lakini hapa mahali umefika hadi sasa tukiongea. What is your biggest success story? The biggest success story I think nikirudi nyuma the objective ya team ilikuwa kufungulia watoto avenues kimaisha kimasomo na kinini. So najua hatujafungua avenues labda kwa club level lakini kwa mashule we are trying. I don't think kama nimekuwa na very big success story lakini nikisikia mtoto ameenda Butere Boys ninajua Butere Girls wako kama vile Shufa mtu Butere Girls Madira hiyo to me that is a big success. Okay, so ni mtoto ametoka but sasa wewe umesema pro lazima utoe mtu pale. I believe mtu atatoka. Sisi tuko tunangoja kuona. Asante. Kama kawaida. I think tumekimbia mbio. Tana juu tumeanza late. So kabla pia tukimbize hii kitu. So kabla nisonge kama kawaida lazima tuangalie kama watu wamesema kitu kwa kwenye mitandao. Kama hawajasema I think tutakuwa tunaelekea pale place ya kumaliza. The Psalmist ndio Samuel Kocho Belanda rafiki yako sana. Anasema question for you. Are there any arrangements by FKF so far to improve the qualities of regional and county leagues? Ama bado teams zitaendelea tu kulipa marefa? Ufafanuzi. Tani anaweza jua hiyo. Anaweza comment tu. Kama stakeholder. Anaweza kama kuna any arrangements to improve league. Basically kitu anatoa kama example hiyo match fee. Time unaenda kucheza game kama unatoa kitu. Hiyo match fee team zenye
unajua hata sisi youth, unajua youth youth leagues haifai zilipe match fee, but tulikuwa tunatoa pengine 500 hiyo ya kumotivate referees. Match fee na hii federation yetu lazima watatoa tu, na pengine wanapanga kuongeza. Tumekuwa na mkutano ya sub county ya Mumias West, hata wanapanga kuongeza. Juu nimesikia Mumias West walikuwa wanatoa 500 last season. So this season marefari wamesema teams zitoe 800. So hiyo wanaongeza. So huku juu county nini najua wanapanga kuongeza. Juu maisha pia inaenda iki. My take on Saimo, chairman wa 8fit FC anasema Monoko mwenyewe ametuni sana Saimo, tuma maji. Saimo ni chair mzima. Kuna watu wametuni wengi sana. Asante sana kwenye metuni. Maswali zimekuwa, lakini Davis ndiye amekuwa na maswali mengi kwa leo. I think ana follow sana closely, which is good. Unaweza consider partnerships. I think wewe ulikuwa umeongelea na swali kwa tuongelea, lakini I think we'll skip that one. Umetupea mingi. I think basically the main part of the interview tumemaliza. So sorry, tunataka I think tuende kwa pengine the finals station yenye just a light session. Mwenye nataka tujue pengine ni Q&A ama personal layer naita hivyo. Who is the best player mwenye umecoach? Ule mpita kwa mikono yangu. Best player? Best player ni means successful ama ule mwenye nimeona mzuri sana pengine pale kwa uwanja tu, achana na success kwa. I think ni Jack tu. Kwa wale mpita kwa mikono yangu Jack, najua kuna watu wamepita kwa mkono yangu but part time, wengine hata wako ligi. But hao siwezi sema kwa sababu Jack umekuwa naye full time. Yeah. Hiyo sasa siwezi kuuliza. One coach mwenye unadmire hapa Kenya? Kwa wenye wako alive? Wewe mwenye wacha tuende kwenye wako alive kabla tuende ni general. Kwa wenye wako alive labda nadmire Ghost Mole. Juu ya simplicity yake. Ana mambo mingi na anajua ball. Unajua ukisikia Ghost akicheka Radio Jambo unaweza fikiria ajui ball. Lakini anajua. Ghost anajua ball. Uganda vs Kenya, nani anashinda? Kwa sini ball tu mzee. I think Uganda structurally wako sawa. Tunasema tunaliaga mambo ya age na nini but wao wamejipanga. Wako structurally wako sawa. Sisi tuko na jokes mob. Tatu game ya Kenya na Uganda sai, nani anashinda? Kenya na Uganda saizi? I think Uganda wako juu. Wewe tutakudeport. Wewe tutakudeport. If not football uko unafanya. Acha nirudi hapo kwa Uganda na nini. Na baada nataka Senegal imetupiga 8-0. Hiyo Senegal hizo piga Uganda 8-0. Wanatoka draw. Kama wapiga Uganda motivated vizuri. Yeah, tuko chini hata selection ya players pia tuko na jokes. Kuna watu wako hapo national team wafai kuwa hata hapo. Hii sport yako ya Uganda ni julishi huko. Ni vile wana handle issues pia. Vile issue huko ile nimekuambia tu mambo ubuntu ile. Vile wana handle issues, vile wana take time unajua Uganda pia vile tunalia huko serikali haitoi pesa. But huko pia serikali haitoangi pesa sana. Lakini wao kwa wao wanaweza fanya kitu hii. Wanaweza saidiana kitu isimame. Huko naye ndio watu huko ndio watu hawana pesa bwana. Uganda. Ile pesa yao tu mbaya. Hakuna huko pia. Lakini ile undugu wanafanya kitu wana achieve. Alafu unajua wao wakisport mtu mapema wanajaribu kuenda na hivyo. Ile ukabila ile deep sana haiko. Ile ukabila deep sana haiko. Hiyo ndio kitu inatu affect Kenya. So unasema wametuwai. Bora amekuwa hapa amesema TZ wanatushinda. Wewe umekuja hapa wanatushinda. So but TZ sasa wametupita kwa pesa. So Kenya kuna pesa. Mipango ndio haiko sawa. Pangilia. Sasa hizo ukishtua tu president akupe. Sijuzi ameshtuliwa tu watu, kuna watu wanapigana na mawe sijui ama nini wanagongana mawe. Ametoa pesa ngapi? Hata bila nini budget ndio ametoa pesa ngapi? Alitoa milioni 2
one for each, alafu kuna watu wamelipia tiketi ya 4 million si ndio? Total. Yeah. Unafikiria 4 million akiangusha tu hapo tu kwa one of the local teams hapa home, hata kama ni academy ina make sense kubwa. For very long time. Sasa ni vile tu pesa iko, lakini style ya kuitumia ndio tunarusha tu. Watu wanakuwa tu ndazimu na wanavuta bangi sijui nini wanapiga kelele, wanapewa pesa. Na wale watu wenye unaona like wakati wa half time mimi naenda kana wiki mzima na watoto pale kuhakikisha watoto waharibiki. Serikali inafanya angalia mtu kama mimi ikuweke kitu nipe kitu. Wakati wanafunga December 2 months watoto wanararua ball zangu, jets, mabibs, wana sabuni na nunua nini nime maintain watoto karibu 70 wasiharibike na talent zigoro. Lakini hakuna mtu atatoka kanipatia hata 1000. Nilienda hadi kwa ofisi ya CDF ambia unaweza support haja hata kwa youth football hapa Mumias West. Sisi hiyo story tuliondokea. Tuliacha governor deal na football. Juzi tu hata jeisha wiki mbili. Hiyo kazi ngumu sana. So okay. Sawa. Nimekuelewa. Na hizo ni challenges zenye ziko vile umesema. Tena Desalimist amekuja na swali lingine. Na nilikuwa nimetoka kwa maswali. Ya mwisho, what's the easiest playing formation that our local footballers can easily adapt to? You hata 4-3-3 bado wanajisahau nowadays, and how do you make it work effectively for some who are not well exposed but are really and perfectly upcoming? Ameuliza mimi. Swali ni hapo. Yes kwa yangu ba. Mimi I think sisi bado tuko tu pale kwa 4-4-2. Hizi vitu tunaletanga sijui 4-5-1 sijui nini na complicate vitu bure. Ni simple. Unaona tunajazanga mid saa nyingine. Tunaweka hapo watoto majamaa wanataka vitu ya madoido wanapiga pass zile zaidi. Hatuchezi direct football. Na ukiangalia hizo timu zingine za Afrika zinacheza direct football. Na wanatuaina hapo. Wanatuaina hapo. Sisi tunataka sijui pass iende aje. So turudi tu kwa basic kwanza hata 4-4-2 basi. Itakuwa sawa. Itakuwa sawa. I think swali zangu hapa za wanizi zimeisha. Na tunakaa tunafika tamati. Think tumpiga tuona 30 which is fair. Parting shot yako coach kabla tufunge kikao. What is your parting shot? Mimi as a coach kwanza mimi nitaka tu ku thank kila grassroots coach pale chini. Anangangana na watu hii wapati kitu, ile pesa yake labda angetumia kulipa watoto school fees, kununua watoto nyama, anaweka pale watoto wa watu wakue. Nataka niwa thank na nataka niwaambie wasi give up. Kuna ipo siku ya mbali. Don't give up na labda niwaambie tu wasi, maybe these politicians wanaweka emphasis kwa watu wanapiga kura, so watoto wadogo najua hatuwezi saidika nao. What you do, keep working, keep doing what is right, go na watch, jipange tu vizuri na ile kidogo, tafuta network na watu wako kwa football. Achana pale nyumbani kama imekataa, tafuta nje usaidike, na usikue mtu mwenye unataka matunda ya haraka. Na usikue mtu mwenye uko easily demoralized kufanya kitu. Once unafanya the right thing, keep doing it, be stubborn, endelea kuifanya, one day itajipa. Nimesahau kukuuliza una support timu gani Kenya? Unajua Kenya mimi ni mtu wa Gor. Nilikuwaga mtu wa Mumias Sugar. Ule jamaa akakuja akavunja timu. So mimi saizi mimi ni mtu wa Gor. Mimi ni mtu wa Gor juu ya unajua watu wanasema mbona usupport FC usupport Gor. FC ilikuja kuwa na mambo mingi ya administration. Kuna time nikikaa pale Nairobi Kangemi Kangwara, unapita kwa watu wanapanga wazee wanakunywa busa wakisumbua sijui wanapanga line. Hiyo maneno ndio unapata kwa game inapelekwa. So nikaudhika tu na vile hii team iko. So
Gor nilikuwa naona vile imejipanga na ile consistency wako nayo nikasema let me support Gor na napenda Gor. Mimi support Gor. Okay, sawa. Maana Haya, sawa. Mnashinda ligi bwana. Mko sawa. Na support Homeboys. Lakini sawa. Asante sana coach kuchukua time yako. Think tumekuchelewesha kidogo lakini tumekuwa patient. Umechukua time yako. Think to around 3 hours bwana. Ukakuja ukazalisha lakini ukafanya show ikakuwa successful. Thank you very much. Thank you very important. Brian Jackman anakuwa producer wetu. Amekimbia mbio sijui ametoka sijui wapi. Amechelewa lakini amefika na amezalisha kipindi kama zie bila yeye mzee hatakuwa hapa. Thank you sir. Thank you very very important Brian. Alvin Olayo, jamaa wangu wa graphics, anapiganga tu shughuli yake pale. Unamtumia picha. Yeye anakupea poster pale mwisho. Akuli kitu, lakini mambo ikienda sawa Olayo, utakula kitu. Anafanya photography by the way pia Olayo pale. Ukitaka kusaidia stories za graphic, ingia pale kwenye inbox, mtafute Alvin Olayo pale. Utakuwa ndani. Pia tunafanya events ile tuko hapa. Brayo pale ndo anapiga picha. Matanga, harusi, bela hizo vitu zote. Kama unataka ingia kwenye inbox, tutakufikia pale, tutakusaidia. Kama ni harusi, kama ni matanga, hizo vitu zote. Kama uko na game unataka kustream pia, ingia pale, tutakusaidia. Once again coach, asante sana. I think we will close there for now. Tupatane tena Thursday. Bye bye.